Wanaume, ngoja niwaambie kitu kimoja. Katika kipindi ambacho wewe mwanaume unatakiwa kuongeza upendo kwa mke wako, unatakiwa umthamini mke wako, unatakiwa umjali mke wako na uwe karibu sana na mke wako, ni kipindi ambacho mwanamke yuko katika hali ya ujauzito. Wanaume, hakuna mwanaume yeyote ambaye anajua kipindi cha ujauzito wanawake tunapitia nini. Hakuna mwanaume anajua. Mimi nimekuja kuwakumbusha wanaume kuwajali, kuwapenda, kuwathamini wake zenu na kuwa na ukaribu na wake zenu sana katika kipindi hiki, kwa sababu katika kipindi cha ujauzito ni kipindi ambacho sisi wanawake huwa hatui sawa kiafya, kimwili, kiakili na kihisia. Kipindi cha ujauzito ni kipindi kigumu sana kwetu sisi wanawake, na ndio maana wanawake wengi sana huwa hawawezi kusahau the way waume zao waliwatreat kipindi wakiwa katika hali ya ujauzito. Yale mambo unayomfanyia mke wako akiwa katika hali ya ujauzito hawezi kuja kuyasahau kamwe, kwa sababu katika kipindi cha ujauzito mwanamke huwa anahitaji msaada mkubwa sana kutoka kwa mume, hasa msaada wa kukumbatiwa kihisia, kumweka karibu, kumthamini, kumjali na yeye ajione ni mtu katika watu. Sijui kama unanielewa. Kipindi cha ujauzito wanawake huwa tuko katika hatari kubwa sana kiafya. Kihisia hatuko sawa, kiakili hatuko sawa, homoni zetu zinavurugika. Hiki ni kipindi ambacho wewe mwanaume unatakiwa kutulia. Hiki sio kipindi cha wewe kuendekeza usaliti na matukio kwa mke wako, kwa sababu mimi nakwambia tu kweli, hayo matukio unayomfanyia mkeo kipindi akiwa katika hali ya ujauzito hawezi kuyasahau. Na pia naomba niwaambie jambo moja ambalo sio zuri sana, lakini naamini litasaidia kuwakumbusha watu na muelewe kwamba katika kipindi cha ujauzito ni kipindi cha namna gani. Wanaume, baadhi ya wanawake wakienda leba huwa hawarudi. Sijui kama unanielewa. Mke wako anaweza kabeba ujauzito mpaka mwisho, inafika kipindi cha kujifungua, anaenda kujifungua. Kwa bahati mbaya wengine huwa hawatoki wakiwa salama. Na kuna wengine huwa wanajikuta wanaenda kwenye matukio makubwa zaidi. Pengine imetokea dharura, ameshindwa kujifungua, amepelekwa kwenye chumba cha operesheni. Wengine hawatoki wakiwa salama, wanarudi wakiwa hawapo. Mnapewa tu majibu mabaya kwamba mke wako hayupo, kwa bahati mbaya alikuwa anajifungua, sijui kawa nini, ikatokea nini, hayupo. Sasa mwanaume, mimi naomba nikuulize swali moja. Wewe kama mwanaume utajisikieje kama ulikuwa ukimtreat mke wako vibaya kipindi akiwa na ujauzito, halafu kwa bahati mbaya ameenda kujifungua akakuachia mtoto, yeye hajarudi? Kuna vitu vingine vinaumiza sana kihisia, na baadhi ya wanaume wananielewa, kwa sababu kuna wanaume baadhi waliwapoteza wake zao katika kipindi hiki. Mimi nimekuja kukukumbusha wewe mwanaume ambaye umeweka mazoea katika maisha yako, kwa sababu unajua mke wako alishazaa mtoto wa kwanza, akazaa na wa pili yuko sawa, unafikiri kila siku ataenda na kutoka salama, au unafikiri kipindi hicho wewe unaweza kufanya chochote kwa sababu mwanamke ni mjamzito. Mimi nakwambia, kipindi hiki ongeza ukaribu na mke wako. Jitahidi sana kumsikiliza mke wako. Jitahidi sana kumtimizia mahitaji, yani mtimizie mke wako mahitaji anayohitaji. Kama kuna kitu atasema mume wangu natamani kula hiki, na unajua kabisa una uwezo wa kumpatia, mpatie. Lakini kwa bahati mbaya baadhi ya wanaume mmekuwa mkiwatenga wake zenu katika kipindi hiki. Wanawake wengi sana wana maumivu. Mambo waliopitishwa katika kipindi walichokuwa wajawazito wanashindwa kusahau. Na kwa bahati mbaya kuna ile sonona ya mtu kujifungua, na wanawake baadhi huwa inawapata kutokana na yale mambo waliopitia wakiwa wajawazito. Kuna wengine wanaanza hadi kuwachukia watoto wao, wanaona kama mimi kuzaa huyu mtoto nilifanya vibaya, kwa sababu katika kipindi nimepitia mambo makubwa, mambo magumu, mambo ya kunyanyasika, ni kipindi ambacho huyu mtoto yuko ndani ya tumbo langu. Baadhi ya wanawake mpaka leo hii wanapitia hali ya kuwa na chuki na watoto wao. Yani kuna mtoto hataki hata kumsikia kutokana na mambo ambayo aliyapitia, anaishi na mtoto wake kama sio wa kwake. Unajua kuna vitu vingine wewe kama mwanaume huwezi kuelewa, lakini mimi nakwambia tu ukweli. Maumivu unayomsababishia mwanamke kipindi cha ujauzito huwa yanaleta matokeo mabaya sana kwenye ukuaji wa mtoto na kwenye maisha tu ya kawaida ambayo yataendelea siku za mbele baada ya huyo mtoto kupatikana. Unajua moja kati ya watoto ambao huwa wanafurahiwa sana na wanawake ni yule mtoto ambaye alibeba ujauzito wake kwa kupenda, na katika ujauzito wake alitritiwa vizuri, aliheshimiwa, alipendwa, alithaminiwa, anapenda. Yani hata siku nyingine mwanamke anatamani hata kubeba ujauzito. Lakini kuna wanawake
treatment wanazopewa na waume zao wakiwa wajawazito ni huzuni. Ni huzuni. Kaka zangu, nimekuja kuwakumbusha, kipindi cha ujauzito sio kipindi cha kujiachia. Wanawake wengi sana hawatoki wakiwa wazima, na wengine wanakutana na matatizo ya kiafya wakiwa huko. Mtu anaenda kujifungua, unasikia mwingine sijui amechanika kizazi, mwingine sijui amekutana na nini, mwingine sijui imeshindikana kujifungua amefanyiwa operesheni, mwingine hajarudi na mtoto. Yaani mambo yanayotokea ni mengi. Sasa pata picha, mwanamke alikuwa atritiwi vema akiwa mjamzito. Kwa bahati mbaya anaenda kujifungua, labda ni mtu anayejifunguaga tu salama, wengine wanajikuta siku hiyo ndo wanapandisha pressure kwa vile vitu ambavyo walirundika ndani ya mioyo yao, wanaenda kufanyiwa operation. Nakwambia ukweli kabisa, kuna baadhi ya watu kipindi cha ujauzito wanakuwa wanabeba vile vitu moyoni, kipindi cha kujifungua kinafika, mtu anapandisha pressure, mtu anashindwa kujifungua kawaida, wanampeleka operation, na wakati mwingine hata operation wengine zinagoma, wanaanza kupambana kushusha pressure zao. Kipindi cha ujauzito ni kipindi kibaya sana kwa mwanamke. Vitu unavyovifanya vinaweza vikariski maisha ya mke wako kipindi cha kujifungua, kwa sababu kama atakuwa ameshikilia sana yale mambo aliyokuwa anatendewa, mwisho wa siku ndo kama hivyo. Wengine ni watu ambao wanafanyiwa operation, lakini unakuta siku ya operation inafika, dharura inajitokeza, mtu ana pressure vibaya. Mimi nawaambia tu ukweli, wanaume, kipindi cha ujauzito sio rahisi. Mimi ni mwanamke na ndio maana nimewaambia. Mimi ni mwanamke na ndio maana nimewakumbusha. Hata kama lakini mke wako kipindi cha ujauzito mjali sana. Mjali sana, kwa sababu hicho ni kipindi ambacho mwanamke anakuwa katika hatari kubwa sana kiafya. Kuna baadhi ya wanawake huwa wanaenda wanajifungua, kwa bahati mbaya unakuta mtu ametoka, imeonekana yuko sawa, siku 2-3 kaondoka, kuna kitu hakiko sawa. Yaani kile ni kipindi cha kuriski. Kiuhalisia mimi niwaambie tu ukweli, katika kipindi hiki wanaume jitahidini sana, mambo ni mengi sana. Yaani mimi naamini wanaume wengi mngekuwa mnapata nafasi ya kuingia leba, mkaona kazi ambayo sisi wanawake huwa tunafanya. Mimi sidhani kama kuna wanaume mngekuwa mnafanya michezo kama mnayoifanya kipindi ambacho wake zenu wako kwenye hali za ujauzito. Na kuna wanaume mngekuwa na trauma kubwa sana, mngekuwa mnashindwa kuishi maisha ya amani, mngekuwa mnahisi mna deni kubwa sana kwa wake zenu. Mimi nawaambia ukweli kabisa, kuna vitu ukivishuhudia kwenye maisha yako, hutofanya vitu vibaya tena kwa huyo mtu, kwa sababu utagundua kwamba ni mtu ambaye huwa ana fight karibia kifo kabisa kwa ajili ya kuleta watoto. Mke wako amekuzalia watoto 2, watoto 3, lakini mimi nakwambia leba sio sehemu ya mchezo. Ndio maana kuna wanawake wenzetu hawarudi, wakiingia mle hawarudi. Wengine wanapoteza maisha yao, wengine wanakutana na changamoto kubwa za kiafya, wengine wanapasuka vizazi, wengine sijui anapata nini, shida zinakuwa ni nyingi, wengine wanashindwa kutoka wakiwa hai. Kwa hiyo mimi nawaambia tu wanaume, hakuna kitu kitakuumiza kwenye maisha yako kama umtendee vibaya mke wako afu kwa bahati mbaya asirudi. Hiyo hatia itakutesa sana. Nimezungumza hivi kwa sababu nimekuwa nikipokea malalamiko kutoka kwa wanawake wengi sana. Mtu anakwambia, dada, kipindi cha ujauzito mambo ambayo mume wangu alikuwa ananitendea nashindwa kusahau. Na kiukweli mimi nakwambia tu ukweli. Ni kweli vitu vingi ambavyo wanawake huwa wanatendewa katika hali ya ujauzito huwa hawawezi kusahau. Wanajikazaga, wanapambana kutaka kuviachilia, lakini wanashindwa. Wengine ndo wanajikutaga wameanza kuhamishia chuki kwa watoto. Mtu anaona huyu mtoto hakuwa na baraka kwangu, huyu mtoto alinitesa sana, huyu mtoto akiwa tumboni mwangu niliteseka, mume wangu alinitenga, mume wangu aliniacha, mume wangu alikuwa mbali na mimi, mume wangu alikuwa bize na wanawake wengine, mume wangu alikuwa bize na usaliti. Wanaume, hamjui kipindi cha ujauzito wanawake tunapitia nini. Mimi nimekuja tu kuambia ukweli kabisa. Mngekuwa mnapata nafasi ya kuingia labor ward mkaona wanawake vitu wanavyovipitia, mngeogopa. Ni mambo ya kutisha, siwezi kuwadanganya. Ni vitu vya kutisha. Kuna baadhi ya wanaume wana experience, walishawahi kuingia labor. Ni wanaume wa tofauti sana, wanaogopa. Wanaogopa. Na kuna baadhi mimi nilishamuona nesi wa nchi fulani ambaye anafanya hicho kitu. Yaani yeye akiona mwanamke alikuwa ananyanyaswa na mwanamke alikuwa ananyanyaswa na mume wake kipindi cha ujauzito, anamwambia mwanaume njoo hospitali. Mke wake anavyojifungua wanamfungia mlango pale, ashuhudie kitu ambacho mwanamke anakipitia kwenye wakati ule. Wanaume wengi sana huwa wanalia mle ndani. Ni vitu vya ajabu. Wanawake tunapitia vitu vya ajabu mno. Mkiacha madhaifu, tabia zetu
mambo madogo madogo ambayo yanawakera na kila kitu, lakini kipindi cha ujauzito ni kipindi cha hatari sana kwa mwanamke. Kipindi cha kujifungua ni kipindi cha tofauti sana kwetu wanawake. Yani naomba niwaambie tu kitu kimoja. Yani kuna wakati sisi wanawake kwenye kipindi cha kujifungua hata nguvu zetu huwa zinafika mwisho. Akili zetu huwa zinafika mwisho. Kila kitu chetu huwa kinafika mwisho. Yani kiukweli ni hali mbaya sana. Sio hali nzuri kabisa. Kwa mimi nawaambia tu wanaume, wajali wake zenu wakiwa katika hali hizi. Wengine wanajifungua wakiwa na sonona, wanaanza kulia. Sio kwamba kila mtu akipata hii sonona ya kujifungua huwa anakuwa alipitia changamoto. Wengine basi tu sijui huwa inakueje, lakini kuna wengine huwa wanalia kutokana na mambo ambayo wamepitia wakiwa wajawazito, wanateseka. Yaani kuna watu huwa wanalia sana baada ya kujifungua kwa mambo walioyapitia kipindi cha ujauzito, na wengine basi tu ni hali ile ya mabadiliko ya homoni huwa inawafanya wanateseka. Kwa hiyo kipindi cha ujauzito na kipindi cha malezi ni kipindi ambacho mwanaume unatakiwa kuwa karibu na mke wako, umuonyeshe thamani, umfanye yeye aone kitu alichokifanya hakikuwa kibaya. Sasa unapoanza kumsaliti, unalala nje, umpokelei simu, uinae karibu kihisia, akiomba kitu umsaidii, akisema napenda hiki mfanyii. Yaani unamuona kama vile yuko normal. Mwanamke huwa asahau hiyo treatment. Na ndio maana kuna baadhi ya wanaume wake zenu wanakuja kukataa hata kuzaa. Kuongeza watoto wengine wanakataa kwa sababu unakuta mwingine anasema, "We, kipindi cha ujauzito wa mtoto fulani niliuona moto, sitaki hata kusikia." Kwa sababu wanawake huwa hawasahau kabisa kile kitu ambacho ulimtendea akiwa mjamzito. Nakwambia kabisa, yani hicho kitu ulichomtendea akiwa mjamzito atakiongea mpaka anaingia kaburini. Hauwezi kuja kusahau kwamba mume wangu alikuwa ananisaliti, mume wangu alikuwa ananipiga, mume wangu alikuwa halali nyumbani, mume wangu alikuwa na mwanamke alikuwa anapiga simu usiku akiwa nyumbani, mume wangu siku naumwa uchungu kuwepo nyumbani, mume wangu siku najifungua alilala kwa mwanamke. Yani hawasahau kabisa, na vinaanza kuleta trauma ambazo zinafanya wengine hata kushindwa kuwalea watoto wao kwa amani, kushindwa kuwa na upendo kwa watoto wao, kwa sababu anaona kama huyu mtoto hakuja na baraka kwenye maisha yangu. Mimi nawaambia tu kweli wanaume, ulimpenda mke wako, ukamuoa, hata kama ana madhaifu. Kipindi cha ujauzito jitahidi sana kuwa karibu na mke wako. Na katika kipindi cha ujauzito wanawake wengi huwa hawapendi kukaa wenyewe bila waume zao. Kila mwanamke huwa anatamani kipindi cha ujauzito awe karibu na mume wake. At least mume ampepelee, mume aseme mke wangu pole, mume amletee kitu anachokitaka, adeke, amwambie mume wangu nataka hiki. Kwa sababu mimi naomba niwaambie tu kweli, kipindi cha ujauzito mara nyingi sana wanawake huwa wanapenda kusema mume wangu naomba uniletee hiki, mume wangu naomba unifanyie hiki, kwa sababu anapenda kudeka. Anataka aone anathaminiwa na mume. Akisema kitu fulani kama unaweza kumtimizia unamtimizia, mume wangu napenda kula hiki unamfanyia. Wanawake wengi sana huwa wanajisikia wenye furaha, wenye amani wanapokuwa na wanaume ambao wanawajali kwenye kipindi wanachopitia shida. Mimi nawaambia ukweli, kipindi cha ujauzito ni kipindi chenye shida. Huwezi kuamini. Ni vitu vinavyoumiza sana mimi kama mwanamke kusikia kuna wanawake wanapitia wakati mgumu kipindi wakiwa wajawazito, kwa sababu najua kule ndani wengine hawatoki, wengine wanatoka wakiwa na matatizo makubwa, wengine wanapoteza vizazi vyao, wengine vizazi vinachanika. Ni mambo ya ajabu watu wanayoyapitia. Mimi nakwambia wanaume wengi sana mngekuwa mnaenda sehemu ambazo wanawake wanajifungua, kwambie kaa hapa ushuhudie mke wako ajifungue, wewe ungeishi maisha ya shida sana. Baadhi ya wanaume ambao waliwahi kupitia hii hali wako kwenye trauma kubwa sana, wanashindwa kuishi normal life kwa sababu kile kitu kikijiriwind, mtu akikumbuka kwamba alishawahi kuona mwanamke akipitia ile hali, mtu anaogopa. Ile hali ni hatari sana. Kiasi kwamba kwa wewe mtu wa kawaida huwezi kuzoea. Labda madokta wanaweza wakazoea, lakini wewe mtu wa kawaida ukienda ukiona mwanaume wa kawaida ukaona mke wako anavyopata tabu, mke wako anavyo struggle, au wakati mwingine ukaambiwa mke wako amepandisha pressure, inatakiwa mpambane kushusha pressure ndio afanyiwe operation. Kuna wengine wanapataga kifafa cha mimba siku ya kujifungua, wanakuwa katika hatari kubwa ya kupoteza maisha yao. Na kuna wengine unakuta wanafanyiwa operation wakiwa ICU. Hali inakuwa mbaya, mtu hayuko sawa. Yani kipindi cha ujauzito kiukweli, acheni kabisa. Na mimi nawaambia tu kweli wanaume, hamjui ni nini hasa. Lakini kiukweli, ukiona watu wengi wanatoka wakiwa salama na watoto wamejifungua, haimaanishi wote huwa inatokea hivyo.
kuna wengine huwa wanapoteza wapendwa wao katika kipindi hiki, wanaachiwa watoto, na kuna wanawake wengine huwa wanarudi bila watoto. Hayo ni maumivu makubwa sana, kwa sababu mtu kukaa akipambana na tumbo miezi 9 sio kazi ndogo, ni kazi ngumu sana. Matumbo kiukweli yanachosha, yanaumiza na nini, lakini wewe mwanaume unapaswa kujua kipindi cha ujauzito unatakiwa mshirikiane. Mlee mke wako, mtunze mke wako, mtimizie mahitaji yote mke wako. Akikwambia mume wangu napenda nile hiki, mpe, kwa sababu kipindi hicho homoni za wanawake huwa zimevurugika. Kuna wakati mtu apendi kula kitu fulani, na kuna wakati sio kwamba mtu apendi kula kitu fulani. Kuna wakati anapenda tu kudeka, aone na yeye mume wake anamjali, mume wake anamthamini, mume wake yuko karibu naye. Mimi nawaambia ukweli, yani nashindwa hata niongee nini, lakini kipindi cha ujauzito ni kipindi kibaya sana. Hicho ndio kitu ambacho ninaweza kuambia, kwa sababu watu wengi sana wanawakosa wake zao. Watu wengi sana wake zao wanapata changamoto kubwa za kiafya. Wengine wanachanika vizazi kama ninavyosema, wengine sijui inatokea nini. Mambo ni ya ajabu, ya ajabu. Sasa mimi naona ndio maana sisi wanawake wengi huwa hawahili trauma ya mambo walioyapitia kwenye ujauzito. Yaani kile kipindi cha ujauzito mwanamke akitelekezwa, anaona dunia nzima yuko peke yake. Akishuhudia kuna wengine wanaonekana wakisema mume wangu natamani hiki, wanafanyiwa, mume yuko karibu, mume anamjali, mume anamthamini, anaona mwenzangu alipatia. Mtu unabeba ujauzito, huna mtu wa kukujali, huna mtu wa kukuthamini, huna mtu wa kumwambia mume wangu natamani hiki na akakuletea. Mtu siku nyingine anaona mimi mimba nisibebe. Nawaambia ukweli, baadhi ya wanaume kipindi hiki ndio huwa wanaweka cha usaliti. Mtu anakwambia mimi siwezi nikakaa na mwanamke akiwa mjamzito, sasa nitafanya nini? Inatakiwa nitafute mwanamke, inatakiwa sijui nini. Ni vitu vya ajabu. Vya ajabu mno. Mimi nawaza siku ikatokea mke wako ameenda leba ukaambiwa hajarudi. Utajisikiaje? Utajisikiaje na ulishindwa kumjali hata kipindi cha ujauzito? Au ukaambiwa mke wako ameshindwa kutoka na mtoto. Utamwambia nini? Nini utamwambia mke wako kama ulishindwa kumjali katika hali hiyo? Siku nyingine unatamani mke wako aongeze mtoto. Utaongea naye kwa lugha gani? Nini utakachomwambia mke wako ashawishike kubeba ujauzito? Kwa sababu kipindi cha ujauzito unaambiwa mama anakuwa katika hatari kubwa sana kiafya. Na wengi kipindi cha kujifungua wanakuwa katika hatari kubwa ya kupoteza maisha yao kutokana na dharura zinazojitokeza. Wengine kwa maumivu wanapandisha pressure, wengine wanapata vifafa vya mimba. Wengine ndio kama hivyo. Mambo ni mengi. Mambo ni mengi mno. Wanaume, mimi leo nimeamua tu niwaambie, kwa sababu hasa kuna vitu nyinyi hamna experience navyo. Lakini wanawake ni sawa na mama zenu. Ukija kushuhudia tu kitu ambacho mwanamke anakipitia, wewe mwenyewe utaogopa. Hata sisi wanawake, kuna wanawake tunakuwaga na jeuri kwa wazazi wetu, lakini wengi sana baada ya kuzaa, uliza, wanajifunza kitu kwamba hali ya mama kunileta mimi hapa duniani haikuwa hali ya kitoto. Mateso ni makali. Mtu anapitia vitu mpaka anasema kama huu ndio umama, kwa kweli umama na uheshimiwe. Mimi nawaambia tu kweli. Jitahidini sana kuwajali wake zenu, kuwathamini, kuwapenda, kuwa karibu nao. Kitu chochote ambacho mke wako atakwambia mume wangu naomba hiki, anatamani kuwa karibu na wewe. Mume wangu uko wapi, mbona hujarudi nyumbani? Kipindi hicho hebu jaribu kumwacha mwanamke awe mtoto. Mwache adeke. Mwache, kwa sababu kitu anachoenda kukifesi baada ya miezi 9 ni kigumu. Ni kigumu mno. Na kuna wengine kipindi cha ujauzito tu kinakuwa kigumu kwao, ni kuumwa, hawaishi kwa amani, wengine hawali, wengine hawalali. Yaani ni mateso. Ni mateso. Ni vitu ambavyo nyinyi wanaume hamwezi kuvifahamu. Lakini wanaume ambao waga wanakuwa karibu na wake zao, wanawajali wake zao, wanawathamini wake zao, wanawapenda wake zao katika kipindi hicho, wengi wanajua, wamesha experience vitu vingi, kwa sababu katika kipindi hicho wao wanaona wanawake. Mara mwanamke alalamike nini, mara mwanamke ashindwe kulala, mara mwanamke ashindwe kutembea, hali ni mbaya. Wanaume wengine katika kipindi hicho huwa hawafanyi mzaa kabisa, na hata kipindi cha kulea wanasaidiana na wake zao kulea. Kwa mfano mimi nikuambie kitu kimoja. Baada ya mwanamke kujifungua huwa anakuwa na uchovu mkubwa sana.
Kwa sababu mwishoni kule wanawake wengi huwa hawalali. Yaani mtu akishafikisha miezi 7 huku. Yaani wengi huwa wanashindwa kulala usiku, unakuta watu usingizi unakuwa mrefu hawalali. Kwa kipindi wamejifungua pale unakuta sasa ndo anakuwa na usingizi. Sasa kwa bahati mbaya unakuta ndo tunajifungua watoto wale wanaolia usiku, unakuta mtoto analia usiku. Kuna wanaume hamjigusaji usiku. Hamwamki kuwasaidia wake zenu kubembeleza watoto. Mimi nakwambia kipindi mwanamke amejifungua na mtoto mchanga, bado mwili wake unakuwa uko sawa, haja recover. Anatakiwa kukata at least miezi 2-3 ndo anakuwa sawa. At least hapo sasa anaweza kawa amerudi kwenye hali yake ya kawaida. Watu wengi sana wakishajifungua wanakuwa na uchovu, wanatamani kupumzika, wanatamani kulala, na ndio unakuta mtu amepata mtoto analia usiku. Kweli amke mtu abembelezaje mtoto usiku wewe umelala? Mimi nashindwa kuelewa. Baadhi ya wanaume mimi sijui shida ziko wapi. Ni kweli wewe unafanya kazi, hatukatai una kazi na nini, lakini kuna kipindi msaidie, hata huku mwanzoni tu huku kwenye miezi 2-3 mtoto anayolia usiku msaidie. Amka usiku mbembeleze, mwambie na wewe mwenzangu lala kidogo, pumzika. Hivyo ndio mnavyowakea wake zenu, hata kesho mtu kubeba ujauzito anakuwa hana ugumu. Kuna wanawake leo hii wanatumia uzazi wa mpango kwa siri kwa sababu hawataki kubeba ujauzito. Kwa sababu hawapati raha katika ujauzito wala wakijifungua, wanateseka na watoto. Mtu mwingine unakuta anaapia anasema kwa mateso ninayopata siji kurudia. Wanawake wengi sana kinachowafanya wanakuwa free, wanajisikia huru. Hata mume akisema sasa hivi mke wangu tuongeze mtoto, ni namna ambavyo mume huwa anamtendea akiwa mjamzito, akijifungua. Kwa mimi nawaambia wanaume, bembelezeni watoto wenu. Kipindi ambacho mwenzako yuko kwenye kipindi hicho cha kuwa mama mwenye mtoto mdogo, yani ana mtoto mchanga, msaidie. Yani ni kipindi kigumu. Tunakuwaga na uchovu sana baada ya kujifungua kwa sababu wengi sana ambao wameoa hapa wananielewa. Wanawake usiku huwa walalagi kule mwishoni kule. Na kama wewe sio mtu unayemjali mke wako, huwezi kuelewa hichi kitu, huwezi kukinoti na ukakifahamu. Lakini asilimia kubwa ya wanawake ikifika tu miezi 7 pale, wengi huwa wanaacha kupata usingizi vizuri. Matumbo yanakuwa yameshaanza kuwachosha, wanachoka. Na wale watoto kwa vile wamekomaa tumboni inakuwa shida. Kwa hiyo wengine unakuta hawalali, wengine wanalala usingizi wa kubahatisha, wengine wanalala hadi wamekaa. Kabisa kuna watu wanalala wamekaa mpaka asubuhi, hawezi kulala usingizi. Halafu kipindi amejifungua anakuwa na uchovu, anatamani kulala, ndio unakuta mtoto amezaliwa analia. Wewe baba unaendekeza, unasema mimi nina kazi zangu sijui na nini, unalala, unamwacha anateseka naye. Kuna watu mpaka mimi, kuna mtu aliwahi niambia mume wake anamfukuza chumbani, toka mkabembelezani huko na mtoto wako. Sasa mimi huwa najiuliza, kuna haja gani sasa ya kumwambia mke wako abebe ujauzito kama mtoto wako akilia unamwambia atoke aende akabembelezee nje? Mtoto ni wa kwako, wa kwenu wote huyo mtoto. Kwa nini wewe umwambie vitu kama hivyo? Hizo treatment mnazo hapa wanawake kipindi cha ujauzito na kipindi cha kulea watoto wachanga, hawezi kusahau. Kuna wanawake wako so proud kuona waume zao huwa wanawasaidia. Mfano mimi mwenyewe mume wangu huwa ananisaidia sana kipindi cha ujauzito, kipindi nina mtoto mdogo ananisaidia. Kiuhalisia mimi siwezi kusema kuna wakati huwa najisikia shida, yani kuna wakati najisikia raha, najisikia faraja kwa sababu niko na mtu ambaye anajua kunithamini hata kipindi ambacho niko kwenye ujauzito, kipindi nalea mtoto, ataamka atanisaidia, atabembeleza, atafanya nini. Tunaishi normal life ambayo kila mtu anatambua thamani ya mwenzie. Mwanaume ukipata neema ya kuwa kwenye hali hii ambayo unajua kipindi hiki hapana, nimsaidie mke wangu, nimjali mke wangu, usiku mtoto analia, mke wangu hebu pumzika kidogo na mimi nibembeleze. Pongezi kubwa sana kwako, kwa sababu kuna wanaume baadhi huwa hawafanyi hivyo vitu. Mtu anakuambia toka na mtoto wako mkabembelezeane nje huko. Mimi mnanikera na makelele yenu. Kuna watu wana watoto 4 5 hawajawahi experience hicho kitu. Waume zao ni watu very simple. Wanawabembeleza watoto, wanafanya nini? Kuna wababa wako vizuri jamani. Kuna wababa wanajali. Lakini kuna baadhi ya wanaume yani hawajui nini maana ya wanawake kubeba ujauzito, kwa sababu unaonaga ameenda kuzaa mtoto wa kwanza karudi akiwa salama, ameenda kuzaa mtoto wa pili amerudi akiwa salama. Unaona kama ni simple. Sio simple. Mimi nakwambia ukweli. Na mke wako akileta mtoto yeyote yule, jinsia yoyote ile, furahia. Sio kazi rahisi, sio kazi ndogo. Mipango ya kupata mtoto fulani ni ya Mungu tu. Mungu ndo anayepanga. Labda wewe mke wako anapata kile wakati wa kike, na baadhi ya wanawake wamekuwa kitritiwa hovyo wakiwa wajawazito kwa sababu wanaume wanaona huyu atajifungua wa kike, huyu atajifungua wa kiume tena. Yani kuna wanaume wanachagua mpaka watoto, vitu vya ajabu. Hivi kama wewe, kwa mfano mimi niliwahi kukutana na mtu
aliwahi kuniambia jambo lake lililomuumiza, kiukweli hata mimi nilishangaa sana. Anasema kipindi amejifungua, amejifungua na anakuambia ujauzito aliubeba kwa shida sana. Aliubeba kwa shida, kwa mateso makubwa sana. Mume alikuwa mjali, alikuwa mthamini, alikuwa halali ndani, yani mambo yalikuwa ni mengi. Anakuambia siku amejifungua, akaenda kujifungua mtoto wa kike, anakuambia dada, mume wangu anaulizwa na watu kwenye simu, hongera, mke wako amejifungua mtoto gani? Anakaa kwenye simu kabisa, anasema mimi hata sijui ni jinsia gani. Nimejaribu kupekua hiki kitoto, jinsia yake sioni. Anasema dada, niliumia sana. Hakuna kauli ambayo sijawahi kuisahau kwenye maisha yangu kama hiyo. Mume wangu kuniambia mimi hajui nimezaa jinsia gani. Watu kwenye simu wanamshangaa kwamba wewe jamaa unasemaje amezaa jinsia gani, hujui kuna nini? Amezaa mke wako hajazaa, hauelewi jinsia kivipi? Anasema mimi anaongea kwa ujasiri kabisa. Nimetafuta na kutafuta, jinsia ya huyu mtoto sijaiona. Anasema dada, nilijisikia maumivu makubwa sana kutokana na mateso ninayoyapata nikiwa mjamzito. Anakuambia baada ya hapo mateso ya kuishia hapo. Mtoto akilia usiku, toka nje. Sijui mtoto anatakiwa mbadilishe usiku, toka nje. Yani aliteseka. Lakini anakuambia nilivyokuja kubeba ujauzito mwingine nikajifungua mtoto wa kiume, hapo ndio nilimuona mume wangu anajali. Lakini swali linabaki pale. Kwa nini huyu mwingine mume hakujali? Hilo mwanamke hawezi kusahau kwamba kuna mtoto hapa mume wangu hakuwahi kujali uwepo wake na alisema hana jinsia. Baadhi ya wanaume mnafanya nini? Mbona kuna wanaume wako so proud na mtoto yeyote yule? Halafu mimi niwaambie tu ukweli, mtoto wako wewe mwanaume ni wa kike. Watoto wa kike na baba ni hivi. Kwa hiyo kuwa makini sana na vitu unavyovifanya. Mke wako akiwa mjamzito, mke wako akijifungua. Kwa sababu kuna wakati ukifika utaanza kujutia hivyo vitu ulivyokuwa ukivifanya. Just imagine, mtoto wa kike umemdharau anapozaliwa, halafu yeye anakuja ndio kuwa msaada mkubwa kuliko wa kiume uliokuwa unawachekelea. Mungu naye kuna vitu waga anavifanya ni vya ajabu ambavyo havichunguziki. Wewe umeamua kuonyesha kwamba watoto fulani kwako ndio wa thamani kuliko watoto fulani, naye Mungu anaamua kukupiga. Unakuta hao watoto uliokuwa unatamani sana kuwapata wanaishia kuwa walevi, wanaishia kuwa wezi, wanakuwa majambazi na wengine wanakuwa vibaya zaidi. Kwa sababu tu anataka kukuonyesha kwamba mimi Mungu nikikupa mtoto nina kusudi. Kwa hiyo wewe utakiwa kuangalia ni jinsia gani. Kuna watoto wa kike ni misaada mikubwa sana kwenye familia zao, na kuna watoto wa kiume hawana mchango wote kwenye familia zao. Kuna watoto wa kiume ni mchango mkubwa kwenye familia zao, na kuna watoto wa kike hawana msaada wote kwenye familia zao. Kwa hiyo yote yapo. Jinsia yoyote mke wako atakayoipata, wewe mshukuru Mungu. Kipindi cha ujauzito ni kigumu na kipindi cha kujifungua ni kigumu. Unatoa wapi ujasiri wa kuchukia eti kwa vile mtoto wako amejifungua, kwa vile mke wako amejifungua mtoto wa kike? Baadhi ya wanaume mnashangaza. Wewe tu huyo mke wako asingekuwa wa kike, ungemuoa nani sasa? Mimi nashindwa kuelewa. Baadhi ya wanaume mimi sijui ni vitu gani huwa mnawaza. Kwa sababu hata wewe leo hii unajivunia una mke na unataka kubebea ujauzito kwa sababu ni wa kike. Vipi kama hiyo familia wangezaa watoto wa kiume tu, huyo mwanamke ungemtoa wapi? Kwa hiyo ukae ukijua Mungu anapoleta jinsia zote duniani sio mjinga. Ndio maana anataka watoto wa kike wazaliwe na watoto wa kiume wazaliwe, kwa sababu wote wana umuhimu kuwepo hapa duniani. Wewe mwanaume bila mwanamke huwezi kupata mtoto. Mwanamke bila mwanaume hawezi kupata mtoto. Tunaishi kwa kutegemeana. Kwa hiyo mke wako akijifungua mtoto yoyote yule, furahia, mshukuru Mungu. Kwa sababu huenda ukamlilia sana jinsia fulani ili umpate, mwisho wa siku huyo mtu akaishia kuwa vibaya. Mfano mimi tu ni jana nilikuwa nimepanda usafiri, nilikutana na kijana mmoja mlevi kweli kweli. Yaani ni yule mtu ambaye ameshakunywa pombe mpaka ngozi yake imeharibika, inaonekana anakunywa pombe kali, anatetemeka kabisa. Yule dereva anakuambia huyu ndio mtoto wa kiume wa pekee kwenye familia yao. Mama yake baada ya kuzaa watoto 6 wa kike, alikuja kumzaa huyu wa 7 wa kiume. Lakini ni mlevi wa mwisho. Hata alipo anakaa kwa dada yake. Kwa hiyo Mungu ana makusudi ya kuleta watoto wote hapa duniani. Na kuna baadhi ya wanawake huwa mnaingia kwenye mfumo wa wanaume, unajikuta hata wewe ukijifungua kike unachukia. Wewe mwenyewe ni wa kike. Kuwa proud. Wewe mwenyewe ni wa kike. Leo hii wewe usingekuwa wa kike usingekuwa unachagua watoto kwa sababu usingeweza kuzaa. Baadhi ya wanaume acheni hivyo vitu. Heshimu chochote ambacho mkeo amekuletea, kwa sababu hata leo hii ukaamua kwenda kuitafuta hiyo jinsia, pengine isiwe bora.
kuliko unavyosema. Hawa watoto wako wa kike unaona mbona wako wengi? Huyu mwanamke amezaa watoto wengi wa kike, lakini wa kike wakaja kuwa msaada mkubwa sana kuliko huyo wa kiume mmoja au wawili utakaowapata kwa kuhangaika, au wengine utakaozaa huko nje. Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume mpaka wanaendaga kusaliti ndoa zao ili wapate watoto jinsia fulani huko nje. Mambo ni magumu sana, na nimeiongea hii mada kwa uchungu mkubwa kwa sababu wanawake wengi sana wanaumia na hivi vitu, wengi wanalalamika na hivi vitu, na mimi kama mwanamke nikiangalia hali ambayo watu naipitia kwenye kipindi cha ujauzito, itoshe tu kusema baadhi ya wanaume, jirekebisheni. Jirekebisheni kabisa. Kipindi cha ujauzito sio kipindi rahisi kwa mwanamke. Mimi nakwambia ukweli kabisa. Na hakuna mwanaume yeyote anayejua mwanamke ana experience nini. Even doctor. Hata madokta huwa wanaongea kwamba mwanamke iko hivi, lakini hawapo physical kwenye hali yetu wakajua kabisa waka experience kwamba hiki ndo wanachopitia wanawake wajawazito. No. Hawajui exactly kwamba wakafahamu, yani wakaswitch kuingia kwenye nafasi zetu mazima. Wanaongea tu kama tafiti, lakini hali za ujauzito kwa wanawake zinatutesa kiafya, kimwili, kiakili na kihisia. Kwa hiyo mwanaume, mimi nakusihi sana, ongeza upendo, mjali mke wako, mthamini, mtimizie mahitaji yake. Katika kipindi hiki hakikisha mke wako anafurahia maisha, anafurahia uwepo wako, na hata kipindi anapojifungua akiwa na mtoto mdogo, hakikisha unawajibika vizuri, ili siku nyingine mke wako aone kwamba kuna haja ya mimi kuongeza mtoto mwingine kwa sababu mume wangu ananijali, ananipenda, ananithamini na pia anakuwa msaidizi wangu wa karibu. Lakini kuna baadhi ya wanaume mambo mnayoyafanya kiukweli sio mazuri. Lakini mimi kwa jinsi ninavyoona, kungekuwaga kuna tabia ya wanaume wengi sana kuingizwa leba. Wale ambao wanajionaga ni wakatili waingizwe leba waone vitu vinavyoendelea. Mimi naamini kuna baadhi wangeona wana deni kubwa sana kwa wake zao kwa sababu ya shida ambazo wanawake wanazipata kuleta watoto. Na mimi niseme tu kweli, utamaduni wa wanaume kukaa kuangalia wake zao wanapojifungua unaonekana ni utamaduni mbaya sana. Lakini mimi naweza nikasema huo ni mojawapo ya utamaduni ambao unaongeza upendo kwa wanaume. Wanaume wengi sana wanajikuta wanaongeza upendo, wanazidisha kuwajali wanawake, wanazidisha kuwathamini, kuwaheshimu na kuacha hata usaliti kwa sababu ya kuona shida wanazozipitia. Kuna mtu mmoja alisimulia kisa chake, anasema mimi tangia nilivyokuwa mdogo tu kwenye umri wa kawaida, mama yangu aliumwa uchungu baba yangu akiwa hayupo. Mimi ndo nilimpokea mdogo wangu kwenye mikono. Mama alihangaika, hana mtu wa kumpeleka hospitali usiku. Mimi mwenyewe siwezi kumsaidia chochote. Alihangaika akajifungua mtoto, nilimshika kwenye mikono yangu. Mpaka leo hii siwezi kuhili. Hicho kitu siwezi kusahau. Nilikuwa na umri wa kawaida lakini kiukweli kimeshindwa kuondoka kwenye akili yangu. Kiukweli huwa najikuta nina deni kubwa sana kwa wanawake. Kwa hiyo ni mtu ambaye napenda kuwatreat wanawake vizuri kwa sababu niliona mama yangu akiteseka sana na kunileta mimi duniani. Kwa hiyo mimi naomba niseme, utamaduni ule huwa unaonekana ni mbaya sana, lakini kiuhalisia huwa unajenga kitu kikubwa sana kihisia, na baadhi ya wanaume huwa wanaanza kuogopa kuwafanyia wake zao vitendo vya kikatili, na wengine wanaacha kabisa, na wengine wanabadilika, wengine wanaongeza upendo kwa sababu ya vitu wanavyovishuhudia. Kwa hiyo mimi ingekuwa tu ni kwa amri yangu, wanaume wote ambao wanawatendea wake zao ukatili kipindi cha ujauzito, ningewaingiza leba waje waone mwanamke wako anakuzalia mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu. Wewe unaona ni easy. Mambo ni magumu. Kwa hiyo katika kipindi cha ujauzito, wanaume mimi nawasihi sana, wapendeni wake zenu. Leo nimeongea nikiwa sipo katika mudi kabisa kwa sababu kiukweli hili jambo linaumiza kwa sababu tunashuhudia wenzetu hawatoki huko, watu wanakutana na changamoto za kiafya, watu wanapasuka vizazi. Mkikaa hospitali nyinyi kule leba mkaona mambo yanayoendelea.